Baraza la Michezo la Taifa linapenda kutoa ufafanuzi kwa umma, wapenzi, mashabiki, wadau, hususan uongozi na mashabiki wa klabu ya Simba kuhusu katiba iliyoidhinishwa mwaka 2026 tarehe 18 Februari. Marekebisho ya katiba ya Simba yaliwasilishwa Baraza la Michezo la Taifa kufuatia mapendekezo ya mkutano mkuu wa klabu ya Simba ambao ulifanyika tarehe 30 Novemba mwaka 2025. Kwa mujibu wa taratibu, mara baada ya mkutano mkuu kumaliza mkutano wake na kuweka mapendekezo yake kuhusu swala la katiba, yanapaswa kupata idhini ya msajili, ambaye msajili wa vyama na vilabu vya michezo aliyoko chini ya Baraza la Michezo la Taifa ana jukumu la msingi la kuchambua na kupitia ili kuona kama haya mapendekezo ya wadau au ya klabu yamekidhi na kuendana na matakwa ya sheria, kanuni na miongozo iliyowekwa na serikali ambayo ina govern sekta hiyo ya michezo. Baada ya uchambuzi wa kisheria, Baraza la Michezo la Taifa kupitia kwa msajili wa vyama na vilabu vya michezo aliridhia na kuidhinisha katiba ya klabu ya Simba ambayo ndani yake pamoja na mambo mengine mengi inahusisha masuala ya mfumo wa uendeshaji wa klabu katika muundo wa kisasa ambao pia unahusisha uuzwaji wa hisa pamoja na masuala ya kuuza hisa kwa wawekezaji. Kwa msingi huo, serikali inapenda kufafanua kwamba ilikamilisha jukumu lake la msingi la kupitia na kuidhinisha katiba ya Simba ambayo ilikuwa imekidhi matakwa ya wadau, lakini pia imezingatia matakwa ya sheria yaliyowekwa ambayo yanaongoza vilabu hivyo pamoja na sekta ya michezo kwa ujumla wake. Kuanzia hapo, wajibu wa kutekeleza katiba na kukamilisha mabadiliko yaliyopitishwa na wanachama wa klabu ni wa uongozi wa Simba Club yenyewe. Utekelezaji wa maamuzi yaliyomo katika katiba hiyo haupaswi kufanywa na serikali kwa niaba ya klabu, kwa kuwa ni maamuzi yaliyofanywa na wanachama kupitia mkutano mkuu na umeidhinishwa kwa mujibu wa sheria kwamba umekidhi na kuakisi vigezo vyote vya kisheria, kanuni na taratibu ambavyo vimewekwa na serikali. Hata hivyo, serikali inafahamu kwamba kwa kuwa hili ni jambo jipya linaanza kwa mara ya kwanza, inawezekana katika swala zima la utekelezaji wake kukawa kuna kutokuwa na uelewa au kukawa kuna mkwamo ambao labda unatokana na kutokuwa na namna bora ya kuupeleka. Hivyo serikali inatoa wito kwa uongozi wa Simba na wadau wengine wote kwamba vyombo vyote vya serikali ambavyo kwa namna moja au nyingine vinahusika na swala hili la mchakato wa uwekezaji, hususan sisi upande wa Baraza la Michezo la Taifa ambao tunahusika na katiba, tupo tayari kuwapokea kwa ajili ya kuwapa ufafanuzi. Naomba ieleweke vema, kwa ajili ya kutoa ufafanuzi. Ufafanuzi huo hautalenga katika kubadilisha kipengele chochote cha kikanuni, cha kisheria wala cha miongozo iliyowekwa na serikali. Itakuwa ni mwongozo wa kuwapa ufafanuzi na ushauri wa namna bora ambayo wanaweza wakaenenda katika kutekeleza jambo lao huku wakizingatia katiba yao, matakwa ya wanachama wao, matakwa ya wadau wao, lakini bila kuvunja taratibu na sheria ambazo zimekwisha kuwekwa. Hivyo serikali inatoa wito kwa klabu ya Simba kutumia vyombo vyake na taratibu halali za kukamilisha utekelezaji wa katiba hiyo iliyoidhinishwa, kuwasilisha rasmi kwa mamlaka husika masuala yote yanayohitaji ufafanuzi ambayo wanadhani wanakwama. Serikali itaendelea kutekeleza wajibu wake wa msingi wa kusimamia sekta ya maendeleo ya michezo na kuendelea kushawishi na kutengeneza mazingira wezeshi kwa wadau wetu wa michezo wakiwemo vyama pamoja na vilabu vya michezo kuendelea kufanya shughuli zao katika muktadha ambao una attract maendeleo, upo kisasa, una attract wawekezaji, lakini bila kuleta vurugu za aina zozote. Wito wetu, tunatoa wito na rai kwamba wajitahidi kufanya mambo yao katika hali ya utulivu, hali ya uwazi, hali ambayo inaleta uwajibikaji kwa mustakabali wa maendeleo ya michezo nchini. Serikali wakati wote nia yake ni njema ya kutaka kuona vilabu pamoja na vyama na sekta ya maendeleo ya michezo kwa ujumla wake inapiga hatua katika muktadha ambao